you are serving the living God. The Lord will never forsake your people. The Lord who takes care of each and everything, and the Lord is faithful upon our ways. Chukua tu nafasi, mwambie tu Mungu na kuabudu asubuhi ya leo, maana hakuna mwingine aliye kama wewe. Mwambie Mfalme, wewe ni mwaminifu na wewe ni mtendaji. Nimekuita Bwana na umetenda, nimekualika na umeonekana. Mwambie tu wewe ni mwaminifu Bwana. Mwambie Jehova, wewe ni mwaminifu na kwamba wewe ni kimbilio katika maisha yetu. Asante Bwana, wewe ni wa neema, Mfalme wa amani. Neema yako imetujaza Bwana, maana umeinuliwa Bwana majeshi. Asante Bwana, asante Mungu. Tunaliinua jina lako Mfalme wa amani. Pokea sifa na utukufu. Naweza Bwana, naweza yawe. Nani kama wewe Bwana? Maana Bwana umeinuliwa Bwana. Umeinuliwa katika kiti chako cha enzi Bwana. Umeinuliwa katika kiti chako cha rehema Mfalme. Umeinuliwa yangu. Na kuabudu Bwana, na kuabudu yawe. Nani kama wewe Mfalme wa amani? Asante Bwana, asante Mungu. Niambie tu Mfalme umeinuliwa katika kiti chako cha enzi, katika kiti chako cha rehema Bwana. Umeinuliwa Yesu. Kuna mwingine aliye kama wewe Bwana? Asante Bwana, asante Mungu. Bwana umeinuliwa, Jehova umeinuliwa yawe. Umeinuliwa Bwana Yesu, umeinuliwa. Nani kama wewe Bwana? Umeinuliwa Bwana, umeinuliwa Yesu katika kiti chako cha enzi, katika kiti chako cha rehema Mfalme. Asante Bwana, asante Mungu. Katika kiti chako cha enzi umeinuliwa, katika kiti chako cha enzi Bwana, umeinuliwa katika kiti chako cha enzi Bwana, umeinuliwa katika kiti chako cha enzi Bwana, umeinuliwa katika kiti chako cha enzi Bwana. Umeinuliwa Bwana katika kiti chako Bwana, umeinuliwa katika kiti chako cha enzi Bwana, umeinuliwa katika Mwetu Bwana ameinuliwa katika kiti chake cha enzi, maana hakuna mwingine aliye kama Mfalme wa amani. Mfalme umeinuliwa, Jehova umeinuliwa, hakuna mwingine aliye kama Mfalme wa amani. Asante Bwana majeshi. Bwana umeinuliwa
zetu. Mwambie Jehova Bwana umeinuliwa, hakuna mwingine aliye kama wewe, maana wewe ni mwaminifu, mfalme ni msaada katika maisha yetu. Asante Bwana kwa rehema zako Bwana, asante Bwana kwa uwepo wako mfalme amani. Natangaza kwamba Bwana asubuhi ya leo umeinuliwa Mfalme, katika njia zetu umeinuliwa Mfalme, kwa huduma zetu umeinuliwa, kwa kila jambo Bwana umeinuliwa. Kuna mwingine aliye kama wewe. Asante Bwana, asante Mungu, asante Jehova. Natangaza kwamba Bwana umeinuliwa, Jehova umeinuliwa, maana wewe ni neema Mfalme. Mfalme wewe ni neema katika maisha yetu, hakuna mwingine aliye kama wewe. Asante Bwana majeshi, asante mfalme amani. Bwana unatenda na Mungu unaweza. Mfalme wewe ni neema, Mungu wa Israeli, tumeliita mfalme jina lako. Na angalia Bwana umetenda, mfalme umeonekana, hata Bwana umetawala, umetamalaki Jehova. Hakuna mwingine aliye kama wewe. Asante Bwana, asante Mungu, asante Jehova, asante mfalme amani. Wewe ni wa neema Bwana, wewe ni wa neema Jehova Jire. Asante Bwana, asante mfalme amani, asante Jehova Jire, maana unatenda, unastahili kuabudiwa Bwana. Natangaza wewe ni wa neema Jehova katika maisha yetu, kwamba kuna mwingine aliye kama wewe. Hata maisha tunayoishi mfalme ni kwa neema, mfalme ni kwa nguvu zako, mfalme ni kwa rehema zako. Asante Bwana, asante Mungu. Mungu Baba ni wa neema kubwa, wa neema Bwana ni wa neema. Mungu Baba ni wa neema kubwa.
nasema ni wa neema, kwa huduma yangu ni wa neema kubwa, wa neema, wa neema, ni wa neema. Jehova ni wa neema, Mungu Baba ni wa neema kubwa, ni wa neema, Mungu Baba ni wa neema, wa neema, nasema ni wa neema, Mfalme wangu ni wa neema kubwa, wa neema, Mungu Baba ni wa neema kubwa, ni wa neema, Mungu Baba ni wa neema kubwa, Mungu Baba ni wa neema, wa neema. Maisha ninayoishi ninatangaza ni kwa neema, ni wa neema, neema. Mungu Baba ni wa neema kubwa, ni wa neema, Mungu Baba ni wa neema kubwa, Mungu Baba ni wa neema kubwa. Huduma tunazofanya tunasema ni kwa neema, ni kwa neema, wa neema, ni wa neema, ni wa neema, hata kwa mienendo yangu nimetambua ni kwa neema yako, ni wa neema, ni wa neema, ni wa neema, ni wa neema. Hapa nimefika sio kwa nguvu, ni kwa neema, ni kwa neema, ni kwa neema yako Bwana, ni kwa neema yako, ni kwa neema yako. Masomo tunayosoma tumetambua ni kwa neema, neema yako. Wewe ni wa neema Bwana, wewe ni wa neema, ni wa neema, neema. Umeponya magonjwa yote, nimetambua ni wa neema kubwa. Bwana ni wa neema, ni wa neema. Umeleta amani pasipo na amani, Jehova Rafa ni wa neema, wa neema, wa neema. Bwana umetuhifadhi, ninasema ni wa neema, Mungu wangu, wa neema, ni wa neema, wa neema. Bwana ni wa neema, Jehova Jireh ni wa neema.
nimekuona Bwana ukiinua, ni wa neema, wa neema Bwana, Mungu Baba ni wa neema Bwana, wa neema Yawe, ni wa neema, Mungu Baba ni wa neema kubwa, neema Bwana, Bwana ni wa neema, wa neema Bwana, sema ni wa neema Bwana wangu, Jehova Jireh ni wa neema kwetu Bwana, ni wa neema Mungu Baba ni wa neema, Mungu Baba ni wa neema, Jehova ni wa neema. Nimekuona ukitenda Bwana, natangaza ni wa neema, ni wa neema, ni wa neema, ni wa neema, maana sina mwingine kando na wewe Bwana. Mfalme wewe ni wa neema, ninatangaza ni wa neema Bwana. Mfalme wewe ni wa neema kwa huduma yangu, wewe ni wa neema kwa menendo yangu, wewe ni wa neema kwa njia zangu, wewe ni wa neema kwa kanisa letu Bwana, wewe ni wa neema kwa huduma zetu, maana Bwana umeinuliwa. Asante Bwana. Mfalme ni wa neema Bwana, ni wa neema Yawe. Mungu Baba ni wa neema, ni wa neema. Mungu Baba ni wa neema kubwa, ni wa neema Bwana, ni wa neema Yawe, sema ni wa neema. Mfalme mwema ni wa neema kubwa, neema, ni wa neema, ni wa neema, ni wa neema. Mfalme ni wa neema, Jehova Jireh ni wa neema kubwa. Tumekuona Bwana ukitenda, tunasema wewe ni wa neema, ni wa neema, ni wa neema, ni wa neema, ni wa neema. Mungu Baba ni wa neema kubwa, ni wa neema Bwana, sina mwingine kando na wewe Mfalme. Mfalme wewe ni wa neema, Mfalme wewe ni wa neema, sema ni wa neema. Mungu Baba ni wa neema kubwa, ni wa neema Bwana, ni wa neema Bwana. Mfalme ni wa neema, Mfalme wangu ni wa neema kubwa, ni wa neema. Mfalme mwema ni wa neema kubwa, wa neema Bwana, sema ni wa neema. Mungu Baba ni wa neema kubwa, mwambie tu Bwana ni wa neema katika maisha yetu, maana hakuna mwingine aliye kama wewe Mfalme amani. Tunakutukuza Mfalme, tunaliinua jina lako, tunatangazia kwamba Bwana ukainuliwe, Mfalme ukaabudiwe. Pokea utukufu na heshima, pokea kibali. Asante Bwana, asante Mungu, asante Jehova Jireh, maana tunakuhitaji, tunakuheshimu Mfalme. Mwambie Mfalme hakuna mwingine aliye kama wewe, mwambie Jehova hakuna mwingine aliye kama wewe, maana umeinuliwa Bwana, umetamalaki na umetenda tena. Asante Bwana, asante Mungu, asante Jehova Mfalme amani, hakuna mwingine aliye kama wewe, maana umeinuliwa Jehova Jireh, umeinuliwa Mfalme amani, umeinuliwa Mungu wa Israeli, umeinuliwa Bwana majeshi. Hakuna mwenye ukuu kama wako, hakuna mwenye upendo kama wako, hakuna mwenye rehema kama zako, hakuna mwenye neema kama yako Mfalme. Tunakualika Mfalme
Naangalia Bwana umetenda, tumekualika Jehova. Naangalia Mungu umetenda, hakuna mwingine aliye kama wewe. Asante Bwana majeshi, asante mfalme wa amani, asante Jehova Jiri, asante Mungu usiyeshindwa, asante Bwana, asante Yesu, asante mfalme, maana unatenda, unastahili kuinuliwa. Asante Jehova Jiri. Umeinuliwa katika enzi yako Bwana, umeinuliwa katika enzi yako, umeinuliwa katika enzi yako, nasema umeinuliwa katika enzi yako Bwana, umeinuliwa katika enzi yako, umeinuliwa Bwana, twasema umeinuliwa katika enzi yako Bwana, umeinuliwa katika enzi yako, nasema umeinuliwa katika enzi yako, Mfalme umeinuliwa katika enzi yako, naimba umeinuliwa katika enzi yako Bwana, nasema umeinuliwa katika enzi yako Bwana, umeinuliwa katika enzi yako, umeinuliwa katika enzi yako Bwana, umeinuliwa katika enzi yako, magonjwa yanapona katika enzi yako, katika enzi yako wagonjwa wanapona, umeinuliwa Bwana, katika enzi yako baraka tunapata, umeinuliwa Bwana, katika enzi yako wachawi waokoka Bwana, katika enzi yako tunapata amani Bwana, katika enzi yako twapata na upendo, umeinuliwa Bwana, katika enzi yako twapata kufariji Bwana, umeinuliwa, umeinuliwa katika enzi yako, twasema umeinuliwa, Mfalme umeinuliwa katika enzi yako Bwana, twasema
mamlaka. Umeinuliwa Bwana, katika enzi yako twapata ukombozi. Bwana, umeinuliwa katika enzi yako. Yahweh, wewe ni Mungu. Yahweh, wewe ni Bwana. Yahweh, wewe ni Mungu Bwana. Yahweh, twasema Yahweh, wewe ni Mungu. Yahweh, wewe ni Bwana. Yahweh, wewe ni Mungu Bwana. Yahweh, oh Yahweh, wewe ni Mungu. Yahweh, wewe ni Bwana. Yahweh, Yahweh, Yahweh. In Jesus' name we have worshipped. Kwa jina la Yesu tumaabudu. Haleluya. Kwa jina la Yesu tumaabudu. Wapi shangwe, nderemo na vigelegele kwa Bwana Yesu? Shangilia Bwana Yesu. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Uko tayari kumsifu Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Wapi makofi ya juu tafadhali kwa Bwana Yesu? Pigia Bwana Yesu makofi. Yesu ni wangu, ni wa uzima wa milele. Haleluya. Wapi shangwe, nderemo na vigelegele kwa Bwana Yesu? Haleluya. Shangilia Bwana Yesu. Haleluya. Chezea Bwana Yesu. Hey, Yesu ni wangu, ni wa uzima wa milele. Hey, Yesu ni wangu, ni wa uzima wa milele.
ni wa uzima wa milele. Ananipenda ni wa uzima wa milele. Sema Yesu ni wangu, ni wa uzima wa milele. Bwana Yesu ni wangu, ni wa uzima wa milele. Yesu ni wangu, ni wa uzima wa milele. Amenikomboa, ni wa uzima wa milele. Ananipenda, ni wa uzima wa milele. Bwana ni wa uzima, Bwana ni wa uzima, Bwana ni wa uzima, 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 Yesu ni wa uzima, Yesu ni wa uzima, yeye ni wa uzima, yeye ni wa uzima, yeye ni wa uzima, Yesu ni wa uzima, yeye ni wa uzima, Bwana ni wa uzima, yeye ni wa uzima, Yesu ni wa uzima, yeye ni wa uzima, yeye ni wa uzima, Yesu ni wa uzima. Wapi shamu nderemo na vigelegele kwa Bwana Yesu. Yesu ni wangu, ni wa uzima wa milele. Yesu ni wangu, ni wa uzima wa milele. Yesu ni wangu, ni wa uzima wa milele. Bwana Yesu ni wangu, ni wa uzima wa milele. Ananijali, ni wa uzima wa milele. Yeye ananipenda, ni wa uzima wa milele. Bwana Yesu ni wangu, ni wa uzima wa milele. Sema Yesu ni wangu, ni wa uzima wa milele. Bwana ni wa uzima, yeye ni wa uzima, Bwana ni wa uzima, yeye ni wa uzima, Bwana ni wa uzima, yeye ni wa uzima, yeye ni wa uzima, yeye ni wa uzima, Yesu ni wa uzima, yeye ni wa uzima, Yesu ni wa uzima, yeye ni wa uzima, Bwana ni wa uzima, wa uzima, Yesu ni wa uzima, yeye ni wa uzima. Wapi shamu nderemo na vigelegele kwa Bwana Yesu. Chezea Bwana Yesu. Haleluya. Shangilia Bwana Yesu. Wapi shamu nderemo na vigelegele kwa Bwana Yesu. Ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe, ametenda mema. Ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe, ametenda mema.
bendera
Bendera ya Mwokozi sasa inapepea. Bendera yake Yesu sasa inapepea. Bendera yake Yesu sasa inapepea. Bendera yake Yesu sasa inapepea. Bendera ya neema sasa inapepea. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Chukua tu nafasi, mwambie tu Mungu asante. Mwambie Mungu hakuna mwingine aliye kama wewe, maana amekuwa mwaminifu, amekuwa mtendaji na pia amekuwa kimbilio. Mwambie tu Mfalme, niko hapa katika maisha yangu, niko hapa katika huduma yangu, kwamba hakuna mwingine aliye kama wewe. Natangaza kwamba Bwana uinuliwe, upewe sifa. Pokea utukufu, heshima na kibali, maana Bwana unatenda. Hakuna mwenye ukuu na utawala kama wako. Raise your voice and tell God thank you because of this session, because of this hour, because He has been faithful, He has been holy upon our lives. He has been our leader and our guide through everything. God has been on our side and has fought for us. Tell Him thank you. Tell the Lord God thank you. Thank you for what you have done upon our lives, oh God. Thank you because of your ways, oh God. You are worthy, you are worthy. There is none like you, oh God. Hakuna mwingine aliye kama wewe. Tunakutukuza Mfalme, tunaliheshimu jina lako. Tunatangaza ya kwamba Bwana uinuliwe. Pokea sifa, pokea heshima na utukufu na kibali, maana Mfalme unatenda. Asante Bwana, asante Mungu, asante Jehova, maana unastahili kuinuliwa Bwana. Pokea utukufu na heshima, pokea kibali na uweza wote, maana hakuna mwingine aliye kama wewe. Unastahili kuinuliwa Bwana. Asante Bwana, asante Mungu. Tunakutukuza, tunaliheshimu jina lako kwa jina la Yesu. Asante Bwana. Thank you Jesus. Thank you Jesus for opportunity to worship you. Thank you Jesus for your presence. Thank you Jesus that you are lifted on high. We give you all the glory. We give you all the honor. We worship you and we declare that you are Lord in our lives and in this place. In the mighty name of Jesus, we worship, we praise you and we pray. Amen. Amen. Can you celebrate Jesus this morning? Celebrate Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. You may have your seats. Thank you, praise and worship. Thank you, the instrumentalist. May you appreciate them with a clap. Appreciate them. Thank you. Also to appreciate those who have led in worship, those who have led in prayers and Bible study. Appreciate them. Yes, we thank God for this day that ametusaidia na akatuwezesha kukua mahali hapa ili tuweze kumwabudu, ili tuweze kumworship na also to be able to hear from him. In this time I would like that we welcome the woman of God who will be ministering today to preach and also to teach the word of God as the Lord has enabled her. May you clap your hands as we welcome the minister of the word today. Thank you. Welcome, Beatrice. Thank you. Appreciate her until she arrives. Thank you. Amen. Santi. Barikiwe Kevin. Na tubarikiwe sisi sote. Bwana Yesu asifiwe. Ni siku ingine njema ambao Mungu ametunehemesha kukua katika nyumbani mwake. Daudi alikiri na kusema ya kwamba alifurahi wakati walimwambia twende nyumbani mwa Bwana, kwa sababu katika nyumba ya Bwana ndiko kuna ushindi, ndiko kuna kufunguliwa. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Na ni kweli wakati tulikuja hapa mkesha wa Friday, nilikuwa nasikia vibaya katika mwili wangu. Na ni kweli ujue katika nyumba ya Bwana kuna kufunguliwa. Wakati tuliomba tuliomba tukamaliza mkesha katika masaa ya saa 9 hapo. Mimi nikakimbia nikaenda nyumbani. Wakati nililala
niliona kuna watu tulikuwa tunapigana, lakini nimewashinda. Nikajua kumbe nilikuwa nimeinukiwa, lakini Mungu amenishindania. So nikiamka jana, niliamka nikiwa fresh, sikuwa na shida, na ninashuhudia ushindi wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo wakati tunasema tukuje tuombe, tukuje katika mkesha, tukuje nyumba ya Bwana, na wewe unasikia umefinyiriwa, unakaa nyumbani, wewe unazuilia ushindi wako. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo hata wakati utasikia Mungu anaitana katika nyumbani mwake na umefinyiriwa na huko, afadhali ujikokote, ukuje katika nyumba ya Bwana na utatoka na ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko inasema ya kwamba mmoja anafukuza 1,000. Umewahi soma maandiko kama hayo? Na wawili wanafukuza 10,000. Hiyo mahesabu ya Mungu hauiwezi. Kwa hivyo wakati unasema ati ukae na huko na utafukuza tu kidogo, hata kama utaweza kujiombea, utafukuza tu kidogo, lakini sehemu kubwa ungekuja katika nyumba ya Bwana, hizo mapepo sifamiwe na watu wa Mungu na zikuwe za kutoroswa katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Hatuko wengi, lakini museme amen kubwa, isikike kama tuko 100. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tuombe ili tukaingie kwa neno la Mungu ile anataka kutupakulia siku ya leo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunasema ni asante kwa siku ingine umetukusanyisha katika nyumba yako. Tunasema ni asante kwa sababu Bwana unasema kwa neno lako hujawahi kusanyisha watu wako bila kuandalia meza. Na Bwana tunasema ni asante kwa sababu siku ya leo kuna meza umeandaa mbele zetu. Umetupakulia kutoka asubuhi, Mungu wa rehema. Wakati Bwana tulikuwa tunakuomba, wakati tulikuwa tunanyenyekea mbele zako Bwana, umetupakulia Bwana wakati tulikuwa tunasikia neno lako la Bible study. Umetupakulia Bwana hata wakati tulikuwa tunakuabudu na tunakusifu Jehova. Na hata sasa Jehova, kuna sehemu imebaki Mungu wa rehema, ili ukanene nasi neno lako Mungu lile umeandaa siku ya leo. Tunajiachilia mikononi mwako Jehova, tukisema hatuwezi bila wewe Bwana. Tunakugojea ili ukatawale masaa haya na ukatubariki katika jina la Yesu Kristo. Tubariki kulingana na vile Bwana umeachilia kutoka kwa moyo wako katika jina la Yesu Kristo. Na sasa tunataka kuteka nyara nguvu zote za giza ambazo huachiliwa na adui, ili neno lako lisiweze kutulia katika mioyo ya watu wako, na ili lisiweze kuwafaidi, wasiweze kutoka kule adui amewanasa. Baba, tunaharibu hizo nguvu zote za giza katika jina la Yesu Kristo, na tunatangaza ya kwamba kile Bwana tunaenda kupokea siku ya leo kitatufaidi na kitaendelea kutukomboa katika maisha yetu katika jina la Yesu Kristo. Tunasema ni asante Bwana, pokea ushukuru, pokea usukani Bwana. Tunasema ni asante Bwana, jitukuse siku ya leo, ukaonekane na ukatende makuu katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Ile message Mungu amenipea siku ya leo ni message ya kwamba be persistent person. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Hatuko wengi, lakini nimesema tuseme amen. Bwana Yesu asifiwe. Lazima mtanitia nguvu hapa. Na mtanitia nguvu na kuniambia na kusema amen. Bwana Yesu asifiwe. Niko na neno hilo Mungu alinipea, na kwa sababu Mungu anaona ya kwamba hatufai kuachilia kamwe. Katika maisha yetu kuna mambo mingi ambao inatunyamazisha.
na inatuambia ya kwamba ni kama hiyo njia si yenye unafaa kupitia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini neno la Mungu, tutaingia kwa neno la Mungu tuone ya kwamba watu ambao hawakunyamazishwa, hawakukata tamaa, lakini finally walipokea ushindi wao. Bwana Yesu asifiwe. Wengine walifanya mambo isiyo ya kawaida ili wapate ushindi wao. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Na siku ya leo ninajua ya kwamba wengine wetu tutafanya mambo ambao haikai mambo ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Na ili upate ushindi wako. Praise the name of the Lord. Tutaanza na neno liko katika Luke 18 and from verse 35 to 43. Luke 18 Luke 18 from verse 35 to 43. Maandiko inasema ya kwamba uh-huh. 35 inasema ya kwamba as Jesus approached Jericho, a blind man was sitting by the roadside begging. When he heard the crowd going by, he asked what was happening. They told him, Jesus of Nazareth is passing by. He called out, Jesus, Son of David, have mercy on me. Those who read the way rebuked him and told him to be quiet. But he shouted all the more, Son of David, have mercy on me. Jesus stopped and ordered the man to be brought to him. When he came near, Jesus asked him, what do you want me to do for you? Jesus, Lord, I want to see. He replied. Jesus said to him, receive your sight. Your faith has healed you. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Tunaona huyu blind man ambao aliishi katika barabarani, na inaonekana ni mahali alikuwa amezoea kukaa, kwa sababu hata wakati msafara ilikuja yeye hakujua ni nini kinaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati alisikia kuna makelele mingi, akasikia ni kama kuna jambo linaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Ni kama siku ya leo sometimes tunasikianga tukiwa kule town, unasikia watu wa boda boda, maybe kuna makelele mingi, na tunatoka nje tunaanza kuuliza kwani ni nini kinaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Na ninaona ni the same vile alisikia makelele akajua kuna jambo linaendelea, na akauliza, akasikia, akaambiwa ya kwamba Yesu wa Nazareti anapitia mahala hapa. Bwana Yesu asifiwe. Na ninaona ya kwamba kuna vile alikuwa amesikia about Jesus of Nazareth, ni kwa sababu alijua ukombozi wake umefika, kwa sababu kuna vile alikuwa amesikia yale Yesu anatenda. Na kwa hivyo wakati alimkaribia akajua ya kwamba nitapasa sauti yangu na nitapokea ushindi wangu. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Na hapo tumesoma tukaona ya kwamba kuna wale walikuwa wanamnyamazisha na wanamwambia nyamaza. Bwana Yesu asifiwe.
lakini tumesoma na tukaona ya kwamba the more walimnyamazisha, the more alipasa sauti zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Na akaamua ya kwamba ni leo wokovu wangu umefika. Bwana Yesu asifiwe. Na kama vile kuna hali nyingi mara mingi katika maisha yetu, hali mingi ambao huwa zinatunyamazisha na zinataka tunyamaze, tuache kupasa sauti, na hali zetu bado zinatufinyiria. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Unakuta hali inakunyamazisha, ama watu wanakunyamazisha, ama your surrounding inakunyamazisha, lakini bado umefinyika ndani yako. Kuna mambo imekufinyiria. You better shout your nini. You better lift your uinue sauti yako. Uinue sauti yako zaidi. Na kuinua sauti hapa ninasema ya kwamba the more adui hataki tuombe, tunafaa kuomba zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kila siku unaona shida ile iko mbele yako. Kila siku unaona hii hali si yangu. Hii hali sifai kukaa nayo. Na kwa hivyo hata kama maybe inside you utasikia ya kwamba umefinyirika, ni wakati wa kupasa sauti. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Praise God. Tunaona mtu mwingine ya kwamba mtu mwingine hapa hakuarau yale mambo anapitia, ama hali yake iweze kumzima. Bwana Yesu asifiwe. Na hii ni story inajulikana sana, hii ya Luke 18 from verse 1 to verse 8. Bwana Yesu asifiwe. In Luke 18 from verse 1 to the same Luke from verse 1 to verse 8, kuna huyu mama ambao hakukubaliana na ile hali alikuwa ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. From verse 1 inasema ya kwamba verse 1, then Jesus told his disciples a parable to show them that they should always pray and not give up. He said, in a certain town there was a judge who neither feared God nor cared what people thought. And there was a widow in the town who kept coming to him with the plea, grant me justice against my adversary. Praise the name of the Lord. Verse 4, for some time he refused, but finally he said to himself, even though I don't fear God or care what people think, yet because this widow kept bothering me, I will see that she gets justice, so that she won't eventually come and attack me. And the Lord said, listen what the unjust judge says. And will not God bring about justice for his chosen ones, who cry out to him day and night? Will he keep putting them off? I tell you, he will see that they get justice, and quickly. However, when the Son of Man comes, will he find faith on the earth? Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Huyu ni mama mwingine ya kwamba hakukubali ati akae na hali yake, hata kama huyu unjust judge tunaweza sema
katika maisha yenye tunaishi tumezingirwa na wengi sana ambao ni unjust. Bwana Yesu asifiwe. Ambao si wenye haki. Bwana Yesu asifiwe. Na nikisema jaji ambao hatendi haki, unaweza kuta hata kwenye unafanya kazi hakuna kufuata nini? Hakuna kufuata haki. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Na vile tumezingirwa na wengi ambao hawatendi haki, unaweza fujika moyo kwa sababu unaona ya kwamba haupokei kile unafaa kupokea. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wakati tuna persist hata kama tumezingirwa na wengi hawajui haki, hata kama hawatendi haki kwetu, wakati tunaendelea kumwambia Mungu nilipisie, na kuambia Yesu hivyo alisema ni ya kwamba Mungu hata nyamaza. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Hata nyamaza na hali yako haitabaki kuwa vile. Bwana Yesu asifiwe. Lazima Mungu atabadilisha maisha yetu. Lazima kama tutaendelea kupersist kwa Mungu, yani kuendelea kumuita Mungu, kumuendelea kumwambia Mungu tulipisie. Mungu hii hali yetu hatufai kukaa na hii hali. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Tuseme kama sasa kuna mambo mingi isiyo ya haki ambao dunia wanakubaliana nayo, na sisi wa Kristo hatufai kukubaliana nayo ati kwa sababu dunia inakubaliana nayo. Bwana Yesu asifiwe. Kama sasa kuna vile kuna vile mambo imekuwa, magonjwa imekuwa kama hii ugonjwa ya kansa. Ukisikia mtu ako na kansa unasikia that is a gone case. Lakini kwa Wakristo tunafaa kupambana na hali kama hizo. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Ama hizi hali zimefinyilia watu sana na wengi hawajui. Hawana ufahamu ya kujua ni nini kinawafinyilia. Hizi hali za generational issues. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Na unakuta wengi hawajui, lakini we as believers, kwa sababu tunaelewa na Mungu ametupea hiyo ufahamu ya kuelewa hayo mambo, hatufai kunyamaza. Bwana Yesu asifiwe. Ati usemange kwetu nilikuta hivyo. Hapana. Haufai kunyamaza, unafaa kwenda kwa Mungu kila wakati na kumwambia Mungu, hii hali mimi hainifurahishi. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Praise God. Naomba munitie nguvu. Praise the name of the Lord. Kwa sababu hata ukikosa kumulilia Mungu kwa sababu ya hali kama zile, bado zitakuguza. Bwana Yesu asifiwe. Niko na kesi moja, one lady aliniambia, na ni kesi najua, lakini akaniambia naomba utusaidie na maombi kwa sababu ya hii hali. Hiyo hali ni uko kwao unakuta vijana hawakai na wake zao. Bwana Yesu asifiwe. Na sasa kuna mmoja aligojeka akakuwa na stroke. Bwana Yesu asifiwe. Na vile alikuwa na stroke, imebidi hata huyu sistake atulii kwa biashara sasa. Kwa sababu sasa naye mama yao ni mzee. Hawezi kumtusa brother yake. Na brother yake naye huyu alitupa bibi yake. Bwana Yesu asifiwe. So ninataka niwaonyeshe wapendwa ya kwamba hata usipopaza sauti kwa Mungu, aondoe zile hali ambao zimetusigira, in one way or the other utakuta zimekuguza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hakuna vile utaachana nazo kwa sababu ni damu yako. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo ni jukumu letu tupase sauti kwa Mungu na tumwambie Mungu, wewe uko na uweza wa kubadilisha hizi hali. Hatufai kukaa hivi Mungu. Hivi si vyenye uliumba tukae. Bwana Yesu asifiwe. Na with the time hata kama ile hali, kama huyu mwanamke
alikaa kwa muda mrefu akiamkia tu kwa judge, anamwambia judge, nilipisie kwa mwenye ananitesa. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Akakaa kwa muda mrefu, lakini judge akafika wakati moja akasema ya kwamba ni kweli siogopi Mungu na siogopi mwanadamu yeyote, lakini huyu mwanamke amekuja hapa mara mingi sana, nitamlipisia ili aache kunisubua. Bwana Yesu asifiwe. Na Yesu akauliza aje, na je Mungu wetu, na Mungu wetu is a just God. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu si kama huyo judge. Mungu wetu ni mwaminifu. Akasema hata watimizia wanaomuita. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo kwetu believers hatufai kunyamaza. Bwana Yesu asifiwe. Maybe unaweza jiangalia useme, mimi sasa ni mdogo. Mimi sasa nimekuta wengine wakubwa. Hii hali naweza fanya nini nayo? Lakini hapana. Haijui mtu mdogo kwa sababu uko na Mungu mkubwa. Bwana Yesu asifiwe. Inaweza kuwa uko na miaka michache, lakini uko na Mungu mkubwa. Mungu wa miaka na miaka, ambao alikuwepo hata ukija kuzaliwa, hata baba yako akija kuzaliwa, hata babu yako, huyu Mungu alikuwepo. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Na kwa hivyo kuna vile utanena na mambo itatendeka. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Naomba tuingie katika neno lingine la mtu ambao persist na akaona matunda. Bwana Yesu asifiwe. In 1 Kings verse 18, in 1 Kings 18 verse 42 to 46. First King 18 verse 42. From verse 42 to 46. Maandiko inasema ya kwamba, so Ahab went off. Hapa ni after Elijah kupigana na manabii wa Baali na akawashida. Bwana Yesu asifiwe. Na sasa hapa tunaona maandiko inasema ya kwamba, so Ahab went off to eat and drink. But Elijah crept to the top of Carmel, bent down to the ground, and put his face between his knees. Go and look toward the sea, he told his servant. And he went up and looked. There is nothing there, he said. 7 times Elijah said, go back. The 7th time, the servant reported, a cloud as small as a man's hand is rising from the sea. So Elijah said, go and tell Ahab, hit up your chariot and go down before the rain stops you. Meanwhile, the sky grew black with the clouds. The wind lost. A heavy rain started falling, and Ahab rode off to Jezreel. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Elijah, hata kama maandiko inasema wakati Ahab alienda kusherehekea, Elijah yeye alienda kwa mlima.
Bwana Yesu asifiwe. Na maandiko inasema akaenda akaweka kichwa katikati ya miguu ili amulilie Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa mara 7 akakuwa anatuma mtumishi wake, anamwambia enda uone kama kuna anything. Na mtumishi wake anakuja anamwambia hakuna chochote. Bwana Yesu asifiwe. Na usione kama ni jambo rahisi. Maybe alikuwa anaomba kama 1 hour then anamtuma. Bwana Yesu asifiwe. Sababu Bible haijatuambia. Ama maybe alikuwa anaomba kama 2 hours then anamwambia enda uone kama sasa kuna dalili yoyote ya ushindi. Lakini kwa mara 7 naona Elijah alikaa pale sana. Alikaa pale bado akiwa ameweka kichwa chake katikati ya miguu. Na usione kama ni jambo rahisi, kwa sababu ukipiga magoti namna hiyo, nakwambia hata 1 hour utakuwa umechoka sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Elijah aliendelea na alikuwa na imani kwa Mungu ya kwamba kuna jambo litatendeka. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Huyo ni mtu alikuwa ako na uhakika ya kwamba huyu Mungu ninayemwamini lazima kuna kitu itatendeka. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo siku ya leo kile niko nacho ndani ya moyo wangu ni kuambia ya kwamba lazima tukue watu wasiofujika moyo. Bwana Yesu asifiwe. Maybe unaomba siku 1, siku 2, siku 3, siku 7, unaona hai hapa ni kama hakuna kitu inatendeka. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Na kwa sababu naye adui anajua kudiscourage, maybe unaomba hata the situation ina worsen. Bwana Yesu asifiwe. Adui akufunje moyo, akwambie hai hata ni kazi gani unafanya hapa. Hata the more unaomba, the more the situation ina worsen. Bwana Yesu asifiwe. Lakini unaona Elijah hakufujika moyo. Hakukubali. Aliendelea kupersist. Aliendelea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati mara ya 7 mtumishi wake alikuja akamwambia, nimeona kawingu kanakaa kamkono ya mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Akajua ni hivyo. Maombi imejibiwa. Praise the name of the Lord. Na mimi ninataka kuwaambia brethren ya kwamba majibu yetu itatokana na watu ambao hawavujiki moyo, kwa sababu tunadiru na unjust judge. Bwana Yesu asifiwe. Dunia haina huruma. Dunia haijui kama umeokoka. Dunia haijui. Na so kwa sababu tunadiru na unjust judge, we have to be persistent. Watu hawachoki. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Hicho unalilia Mungu, hiyo hali unaona imekusigira, lazima ukae gumu. Bwana Yesu asifiwe. Na ukae ukijua Mungu wako haezi shindwa. Praise the name of the Lord. Praise God. Praise the name of the Lord. Nataka tuone mtu alifanya mambo hapa. Alifanya mambo isiyo ya kawaida ili aweze kupokea ushindi wake. Katika Luke 18, not Luke, Mark 2 verse 1 to 4. Mark katika Mark 2 verse 1 to verse 4. Kuna watu walifanya mambo isiyo ya kawaida hapa. Na itafika wakati brethren, hali yako ikusukume kufanya mambo isiyo ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Na the Holy Spirit ndiye atakuongoza kwa yale mambo. Kwa sababu sijui vile hao watu wangefikiria kama si Roho Mtakatifu aliwasaidia. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko inasema ya kwamba a few days later when Jesus again entered Capernaum,
the people heard that he had came home. They gathered in such large number that there was no room left, not even outside the door. Unaona, walikuwa watu walijaa mpaka kwa mlango ungepata, maybe hata ungejua mlango iko wapi. Bwana Yesu asifiwe. Yani wakajaa, hakukuwa na mahali pa kupitia. Not even outside the door. And he preached the word to them. Some men came, bringing to him a paralyzed man, carrying by 4 of them. Since they could not get him to Jesus because of the crowd, they made an open in the roof above Jesus by digging through it, and even lowered the mat the man was lying on. When Jesus saw their faith, he said to the paralyzed man, "Son, your sins are forgiven." Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Hao ni watu walikuwa na imani ya juu sana. Na wakati walifika, kwa sababu walibeba, unaona sasa wakiwa waine na walimbeba na wakiwa na mat. Bwana Yesu asifiwe. Nikumesema kila mtu alikuwa ameshika kona yake. Bwana Yesu asifiwe. Na kutoka kule walimtoa, ninaona walikuwa na imani. Wakajua ya kwamba huyu mtu sasa siku yake imefika. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati walifika wakakuta mpaka kwa mlango hakuna mahali wanaweza pitia. Praise the name of the Lord. Naona Mungu ama the Holy Spirit aliwasaidia. Kwa sababu vile walifikiria ya kwamba unaona kama nyumba kama hii ikuwe imejaa, huku kumejaa, kwa mlango kumejaa. Bwana Yesu asifiwe. Unaona hata idea ya kupanda juu ili kutazama pale Yesu ameketi, ama pale Yesu alikuwa anahubiria. Bwana Yesu asifiwe. Unaona hao ni watu walikuwa determined. Praise the name of the Lord. Hakuna chochote kingewazuilia. Praise God. So na wakapokea ushindi wao. Na wakati Yesu aliona hivyo, akaona imani kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Na kwa hivyo ushindi wetu utatokana na kupasist katika hali zetu. Tunapasist kwa Mungu. Tunaendelea kumwambia Mungu, hizi hali hatutazikubali. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Watu wakufujika moyo, sioni kama katika dunia tunaishi kama watapokea chochote. Bwana Yesu asifiwe. Lazima ukue wewe ni mtu ambao haufujiki moyo. Wewe si mtu wa kukatwa, yani wa kukatiswa tamaa ovyo. Bwana Yesu asifiwe. Kama yule tulisema yule kipofu alikuwa ameketi jiani. Unaona kuna wengi walikuwa wanamnyamazisha. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Na kwa hivyo lazima tukue watu wa kukaa gumu na kusema ya kwamba hatutakubali hizi hali. Bwana Yesu asifiwe. Ikawa zinakaa ni hali gumu, zinakaa watu wanatuzuilia tusiweze kupokea ushindi, na tunaweza kupasisi na tupate ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Praise God. Mambo ni mingi, lakini jambo moja ni ya kwamba utakaa ngumu kwa hali zile, unajua ya kwamba ni mapenzi ya Mungu. Ni mapenzi ya Mungu. Ukijua hilo jambo ni mapenzi ya Mungu, ndio hutaweza kunyamazishwa. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord.
Maandiko inasema katika 1 John 5 verse 14. 1 John 5 verse 14. 14 inasema ya kwamba this is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to his will, he hears us. Praise the name of the Lord. Yani tukiomba, tukiuliza kuondolewa hizo hali, tunajua ni mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Utajua mapenzi ya Mungu namna gani? Praise the name of the Lord. If you are sick, of course unajua ni mapenzi ya Mungu ukaponywe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu maandiko inasema ni mapenzi ya Mungu, kama vile anatustawisha kwa mambo ingine, atustawisha hata in good health. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo utajua ni mapenzi ya Mungu kakuwe na good health. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Ama if you have nothing, ama unaweza sema mimi ni maskini, ama unaomba ufanishi, Mungu akakubariki, utajua ya kwamba ni mapenzi ya Mungu, kwa sababu Bible inasema ya kwamba hakuna atakaye kuwa maskini ndani yenu. Hiyo ni promise Mungu aliwaambia wana wa Israeli. Hakuna mwenye atakuwa maskini ndani yenu. Na unajua obvious you are an Israelite through the blood of Jesus. Kwa hivyo utajua ya kwamba wewe already umeteuliwa na wewe ni mmoja wa familia ya Mungu. Kwa hivyo unakiri na kusema ya kwamba Yesu alifanyika kuwa maskini ili mimi nisikuwe maskini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo unajua ni mapenzi ya Mungu nibarikiwe. Ni mapenzi ya Mungu hii umaskini niondokee. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Praise God. Hali yeyote ile imekusigira, unatafuta kujua mapenzi ya Mungu na vile Mungu amenena kuhusu ile hali. Kwa sababu Bible imesema kila kitu. Hakuna chochote kile kinafanyika ambacho Mungu hajasema kwa Bible. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo utatafuta mapenzi ya Mungu kwa neno lake, na utajua ya kwamba ukiomba na ukiendelea kumulilia Mungu na ukiendelea kutofujika moyo, utakuwa unajua hii ndio mapenzi ya Mungu. Na ukijua ni mapenzi ya Mungu, usikubali kunyamasishwa. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Na hali zetu hazitakaa vile. Na kitu ingine ni kukata tamaa. Hiyo ya kukata tamaa, hiyo nayo inazima wa Kristo sana. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Hali zingine zingekutuondokea kitambo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini unaomba kidogo, unasikia umekata tamaa. Unaona hii hali ni kama Mungu anataka ikae hivyo. Lakini kama anataka ikae hivyo, amesema nini kwa neno lake? Neno lake linasema nini? Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Maandiko inasema ya kwamba ati wale wote waliletwa kwa Yesu wakiwa wagonjwa, Mungu aliwaponya. Aliwawekelea mikono, wengine akawaambia mmeponywa kwa njia tofauti tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo jua hali yako, Mungu ataisolve. Sio vile unafikiria, lakini vile yeye anataka. Lakini kwako ni usikate tamaa, na kwako usinyamaze na hiyo hali. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Na usione kana kwamba hakuna chochote unaweza fanya na hiyo hali, kwa sababu kuna ushindi ndani ya Mungu. Praise the name of the Lord. Praise God. Kuna ushindi kwa wale hawatanyamazishwa. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko inasema in Hebrews 10 verse 35. Hebrews 10 verse 35.
Ni verse tunaijua sana. I believe kila mtu tunaijua. So do not throw away your confidence. It will be richly rewarded. Praise the name of the Lord. Yani hiyo siri uko nayo, hiyo kuamini ya kwamba hii hali itabadilika. Na unajua Bible wakati inasema hivyo, ni kumaanisha ni kama hiyo Luke 18 huyo mama aliamkia kwa jaji kila siku. Ni kumaanisha hiyo hali kwa muda unaweza kuta ni kama imekawia, ni kama haitaki kuondoka. Ndio maana Bible inatuambia ya kwamba throw away our confidence. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu unaweza ona unaenda ukifanya nini? Niliamini hivi. Kama mwimbaji mwingine nilikuwa na msikiza. Anaimba na akasema ya kwamba nilikuja kwako nikiwa na nguvu sana, nikiamini Mungu nitapokea majibu haraka. Lakini sasa imekawia. Yani unaona huyo ni mtu anaenda akishuka tu akiteremka. Alikuja akiwa na ujasiri, akiwa na imani mingi, akiwa anajua nikiingia tu kwa Yesu ni hivyo mambo itakuwa ni mara moja. Lakini vyenye anakaa naomba, naona inakawia, imani inaenda ikishuka. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo ndio Bible inatunenea ya kwamba throw away our confidence. Yani kaa tu kijua huyu Mungu hadaganyi. Huyu Mungu ninayemwamini ni wa kweli. Huyu Mungu kienye amesema ni kweli. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Usiku moja nilikuwa na that discouragement inakutanga mtu. Nikakuwa niko discouraged kabisa, ninasikia niko down. Nikakuwa sasa ninauliza Mungu maswali. But that night Mungu akakuja akaniambia hilo neno halijawahi toka kwa mawazo yangu. Kwa sababu ilikuwa ni ile sauti uwezi sema hujasikia. Akaniambia ya kwamba what I say is what I do. Bwana Yesu asifiwe. Ama kile huwa nasema ndicho huwa natenda. Bwana Yesu asifiwe. Kuna yale mambo nilikuwa nauliza Mungu. Na kutoka hiyo time nikaanza kusema nikiomba na mwambia Mungu, ulisema kile unasema ndicho unatenda. Mungu utatenda. Yani unakaa na imani yako iko juu. Imeinuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Hautakuwa down, bali utakaa ukiamini. Hata kama hiyo hali itakaa miaka miwili, utakaa ukiamini huyu Mungu najua atatenda. Bwana Yesu asifiwe. Yani your confidence haitawahi kupungua. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Our God is so faithful. Na haezi jikana. Bwana Yesu asifiwe. Na kitu ingine huwa kina discourage wa Kristo. Na hii ni kitu ingine tunafaa kuwa waangalifu sana. Ni kuangalia dunia vile inaendelea. Dunia vile inafanya mambo. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni kitu tunafaa kujifanyia kazi sisi wa Kristo. Maandiko inasema in Psalms 37. In Psalms 37 inasema ya kwamba Psalms 37. Acha tuone verse kidogo hapa. Inasema ya kwamba Psalms 37 verse that 7. Wacha tuanze verse 1. Do not fret because of those who are evil, or be envious of those who do wrong. For like the grass, they will soon wither. Like green plants, they will soon die away. Trust in the Lord and do good. Dwell in the land
and enjoy safe pasture. Take delight in the Lord, and he will give you the desire of your heart. Commit your ways to the Lord. Trust in him, and he will do this. He will make your righteous reward shine like the dawn, your vindication like the noonday sun. Be still before the Lord and wait patiently for him. Do not fret when people succeed in their ways. Hiyo ndio verse nilikuwa natafuta. Do not fret from people succeed in their ways when they carry out their wicked schemes. Praise the name of the Lord. Hii ndio kitu huwa inafunja Wakristo moyo sana. Unaangalia mtu ambao mnafanya kazi na yeye, unasahau wewe umeokoka, yeye hajaokoka. Unaanza kuona progress yake, hata hutaki kujua ana progress na njia gani. Bwana Yesu asifiwe. Unaanza sasa kufutafutwa na njia yake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini maandiko inatuambia ya kwamba ati ni muda kidogo tu na utawatafuta, utawakosa. Bwana Yesu asifiwe. Unakosa kujua ya kwamba wewe kile utapata kwa Mungu through persistence, utapata baraka ambao hakuna mtu ataiondoa katika mikono yako, na italeta majuto katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. So unakosa kujua ya kwamba wewe haufanani na huyo si mwenye haki. Bwana Yesu asifiwe. Na so unakutanga believers, hata mtu amekaa kwa miaka mingi kwa wokovu, na naanza hata pale kazini kuna wengi wamekuja wananiuliza, lakini naona unasikia mtu anakuambia naonanga Wakristo wamefinyika. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Haufai kujiriganisha. Haufai hata kidogo. Na hii ndio inakata Wakristo wanashindwa hata kuendelea kuitisa haki zao. Bwana Yesu asifiwe. Unaona mtu ameona ni kama hata wale hawaombi ndio hata wananawiri. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Na kwa hivyo ningeomba kutoka leo tuendelee kumulilia Mungu. Usiridhike na hiyo hali yako. Bwana Yesu asifiwe. Na inaweza kuwa uko na hali na hata hauioni. Bwana Yesu asifiwe. Unaona tu mambo iko sawa, lakini mambo haiko sawa. Mwambie the Holy Spirit akufungue macho, akuonyeshe pale shida iko. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtumishi mmoja wa Elisha walienda kukata miti na choka lake likaanguka kwa maji. Wakati lilianguka, wakati Elisha alikuja kwake alimuuliza liko wapi? Limeangukia wapi? Hakuyuba, alimwambia ni hapa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kuna vile Mungu anaweza kukufungua macho, unaweza kutabua pale shida iko. Na kuna vile unaweza kaa na kuna shida na hata haujui iko wapi. Bwana Yesu asifiwe. Na ukijua pale shida iko, jambo ni kwamba hautanyamaza. Hakuna wakati utanyamaza na hiyo shida yako. Hakuna wakati utakubaliana nayo. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kunyamaza ni kama kukubaliana nayo. Nimekubali tu hiyo hali ikae hivyo. Lakini kama hujakubaliana nayo, hautanyamaza. Bwana Yesu asifiwe. Utaendelea kuitana. Bwana Yesu asifiwe. What if kama huyu kipofu angenyamazishwa na anyamaze? Yesu angepita tu na amuache na shida yake. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Aya, what if kama huyu mama aliamkia wiki moja, wiki mbili, akasema sasa huyu judge hata hapo ni kasi ya bure. Hagefikiwa na ushindi wake. Na kwa hivyo hatutanyamaza na hatutakoma kulitia jina la Bwana, na hatutakubaliana na hali zile zinatufinyilia.
hatuwezi kamwe kukubaliana nazo. Tukatae kabisa katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Na kama hivyo Yesu alisema hapo Luke 18, tulisoma verse 8. Akasema ya kwamba naye Mungu kabisa akiona haujakata tamaa, bado unaendelea kabisa, hata kuja na kulipishie, hata kuja na abadilishe hiyo hali. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Praise God. Kuna testimony nilipewa Friday na one lady, tuko na yeye hapa kazini. Sasa wao huwa wanaamkia kanisani kuomba every day. Wanaamuka 5 then wanarudi 6 kutayarisha watoto waende shule. Na wanaendanga mpaka Saturday. Ni Sunday tu hawaendagi. Lakini akanipea testimony moja, nikasikia kweli si bure kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Sasa one lady mwenye wanaombanga na yeye, bwanake ni askari. Na kulikuwa na uchaguzi na huku mbele. Si ndio? Sasa yeye alikuwa ametumwa na huko kusimamia hiyo uchaguzi. Na usiku jioni hivi, usiku kitu saa 3 hivi, akakuwa sasa anasikia kujisaidia, yani haja dogo lakini akakuwa anafikiria kwenda kusimama mahali lakini akasema lakini hii praise inaweza kuwa iko na stima. Praise the name of the Lord. Na wakati hilo wazo lilimkujia, sasa hata alikuwa anamwambia mke wake, alikuwa ameenda na alikuwa amesimama hapo, alikuwa amekaribia kusimama hapo, lakini akasikia wazo mara moja, akarudi. Wakati alirudi, akasema akaita askari mwingine, akamuuliza sasa, na huku kwani hakuna choo? Sasa akamwelekeza. After kutoka hapo, akasema kuna mtu wa boda alikuja kusimama hapo kujisaidia. Huyo mtu alikanyanga waya za stima na alikufa hapo hapo, hata hakupelekwa ati hospitali. Sasa alikuwa ananiambia, unaona hii maombi tunaombaga kila siku, hiyo ndio iliokoa bwanake. Juu alikuwa anamwambia yeye sasa angepigiwa simu, sasa alikuwa akimwambia hiyo habari, alikuwa anamwambia sasa mungekuwa na maombolezi, mimi singekuwa. Akaniambia na every time wakienda hiyo morning devotion, wanaomba then wanasikana kunena protection kwa familia zao, kunena ufanisi ya hiyo siku hivyo. Akasema unaona hii maombi Mungu alitaka kutuonyesha ya kwamba inaleta ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Unajua sometimes unaweza omba na unaona kama hakuna kitu. Mungu sometimes anatakanga akuonyeshe kuna ushindi katika haya maombi unaomba. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Na Mungu atafanya kitu tu akuonyeshe hii maombi unaombanga iko na mazao, iko na matunda. Bwana Yesu asifiwe. Naamini hatutawahi choka. Naamini hatutanyamaza. Naamini hatutanyamazia uchungu ambao imekuwa katika maisha yetu. Na ninaamini ya kwamba Mungu atatufungua macho tuone ni nini tunafaa kufanya na hali zetu. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Naomba tusimame. It's already 1. Na ningeomba tu tukue na mtu ajiobe na umwambie Mungu kule ulikuwa unasikia kama umediru sana na unjust judge, ni kama hakuna kitu anafanya, hata ukiamukia kila siku, ujue kuna Mungu anajibu. Kuna Mungu anajibu maombi yetu.
na atajibu hata kama ikikawia, bado itakuja kujibiwa. In the name of Jesus. We thank you, Jehovah. We thank you, our Father, because you are a just judge. God, we thank you. This afternoon, my Father, we say thank you, our Lord, kwa sababu kuna mambo umetutendea. Kuna mambo unaendelea kutenda. Kuna mambo Bwana utatenda tukiendelea kulitia jina lako. Bwana, kuna mambo utatenda katika maisha yetu. Kuna hali utabadilisha Mungu wetu. Tunakuamini Mungu wetu, maana kuna hali utabadilisha. Tunakuamini Bwana. Tunaomba Jehova, kule tulikuwa tunakata tamaa, Bwana ukatutie nguvu Jehova. Tukaendelee kukuamini. Tukaendelee Bwana katika jina la Yesu Kristo. Maana Jehova, ni katika kuendelea utabadilisha hali zetu. Ni katika kuendelea Bwana utaleta majibu. Ni katika kuendelea utasikia sauti zetu. Baba, tunaomba ututie nguvu. Kule tulikuwa tunakata tamaa, Bwana utitie nguvu katika jina la Yesu Kristo. Tunakuamini alasiri ya leo Bwana, tunakuamini. Wewe ni Mungu mwaminifu. Wewe ni Mungu usiyeshindwa. Hali zetu si gumu kwako. Hali zetu zinawezekana kwako. Inawezekana kwako Jehova. Baba, hakuna jambo lisilowezekana kwako. Baba, tunaomba tusikate tamaa. Tusikate tamaa Bwana katika hali zetu, katika jina la Yesu Kristo. Maana umetuita Jehova katika familia zetu Bwana. Ni sisi umetuita Jehova tukiwa makuhani mahala pale, ili tukabadilishe hali za hiyo familia. Bwana, tunaomba utusaidie na ututie nguvu Mungu wetu, ili Bwana familia zetu zikabadilike. Familia zetu kule tumetoka Bwana kukabadilike Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo. Baba Mungu, tunakuamini, tunakutazamia Jehova, katika jina la Yesu Kristo. Oh my God and my Father, tunakuamini alasiri ya leo, maana Jehova wewe ni mwaminifu. Wewe ni mwaminifu Jehova. Oh, kwa ahadi zako wewe ni mwaminifu. Oh Bwana, umesema kwa neno lako ya kwamba tukiomba kulingana na mapenzi yako, wewe ni mwaminifu kutenda. Na so tunajua ya kwamba ni mapenzi yako Jehova tukastawike kwa mambo yote. Bwana, tunakuamini alasiri ya leo ya kwamba utatustawisha katika jina la Yesu Kristo. Utatustawisha kwa familia zetu. Utatustawisha kwa familia zenye tumetoka. Utatustawisha Bwana katika maisha yetu, katika jina la Yesu Kristo. Na hatutakata tamaa, bali tutakuita usiku na mchana. Tutakuita Bwana ili ukabadilishe hali zetu, katika jina la Yesu Kristo. Na hatutachoka kamwe, maana wewe ni Mungu mwaminifu. Wewe ni mwaminifu kwa ahadi zako. Oh my God, my Father, tunakuamini Jehova. Alasiri ya leo tunakuamini. Tunakuamini Mungu wetu. Imani yetu iko kwako ya kwamba utatenda, katika jina la Yesu Kristo. Tusaidie Mungu wetu kutokubaliana na hali zetu. Tusaidie Jehova, maana Jehova Mungu wa rehema, tukikubaliana na hali zetu hakuna chochote utafanya. Lakini Bwana Mungu wa rehema, tukiendelea kukuita Baba, utabadilisha Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo. Oh my God, my Father, we trust in you, our Father. In the name of Jesus, we worship you, Jehovah. We worship you, King of glory, because you are faithful, God. You are faithful, Jehovah. In the name of Jesus, we pray and we believe. Amen. 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 Baba, mbarikiwe sana, hata kwa sababu ya kuja kwa ibada na kwa sababu ya kunisikiza. Niwapase neno lile Mungu alikuwa ameweka ndani yangu. Na sasa ni wakati wa kutoa sadaka. Praise God. Mungu awabariki.